makafiri wote duniani, wote duniani, wote, na wale pale, wale waliokaa wale pale wanamsemea tu Yesu, lakini Yesu hajasema. Hakuna andiko katika kitabu chochote Yesu mwenyewe kasema mimi Mungu, hakuna. Likipatikana andiko hilo, mimi leo hapa naritadi leo. Likipatikana andiko Yesu mwenyewe anasema mimi Mungu, mimi naritadi hapa. 8:40 Yohana, fanya haraka. 8:40 Yohana inasema lakini sasa inakuwaje? Lakini sasa natafuta kuniua mimi mtu. Basi mwenyewe waambie ile ya kweli. Isikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Unaona, Yesu anasema mimi mtu, mnatafuta kuniua. Yesu mwenyewe anasema mimi mtu, nyinyi mnatafuta kuniua. Kwa nini? Mimi mtu. Likipatikana andiko Yesu kasema mimi Mungu, basi Waislamu leo, Uislamu inna lillahi, na alipatikani mpaka yaumul sabt, haipatikani. Na likipatikana andiko Yesu kasema mimi Mungu, basi mafundisho ya mtume yote yatakuwa sio ya kweli. Waislamu takbiri, Waislamu takbiri. Niwaambieni kitu. Yohana 11:36 ndio nataka niwaambie hapo. Fanya haraka. 11:35 tuanzie Yohana. Yesu akalia machozi. Subiri. Tunakuwa na Mungu anaelia. Haya, inakuwaje? Mungu analia machozi. Anasema Yesu alikwenda kaburini kwa Lazaro, akalia machozi kwa sababu Lazaro kafa. Basi huyu Mungu atakuwa mnafiki huyu? Kaua yeye alafu analia. Huyu Mungu mnafiki huyu. Kinachomfanya yeye alie wakati kaua kitu gani? Yesu kalia kwa sababu ni taratibu za viumbe wote duniani kulia. Waislamu takbiri, Waislamu takbiri. Ebrania 3:1. Waebrania 3:1 nasema kwa hiyo watakatifu safi wenye kushiriki mwito wa mbinguni safi, mtafakarini sana nani? Mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu nani? Yesu. Silo andiko linasema Yesu ni mtume. Waislamu wanasema Yesu ni mtume, mkono juu tuteremshi. Wakristo wanaosema Yesu ni Mungu, mkono juu. Wako watatu. Ndio inavyokuwa. Ndio inavyokuwa. Na babu huyo anasema Yesu ni Mungu. Bwana mdogo Simba Ulanga, kama we kidume leo peleka imada. Unaita uongo hapa.